Kumekuwa na kuongezeka kwa mzozo katika eneo la Ghuba baada ya Marekani kusema imerusha makombora mawili kulenga wanaozuia kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Iran inasema kuwa imefyatua risasi za onyo kwa meli moja ya kivita na kukanusha madai ya Marekani kuwa meli mbili za wafanyabiashara zenye bendera ya Marekani zilivuka njia hiyo ya majini. Nasteha Mohamed tena hapa na taarifa zaidi. Rais Donald Trump amesema Marekani imeshambulia boti 7 za kasi za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Washington ikijaribu kuelekeza meli zilizokwama kutoka Ghuba kupitia njia hiyo muhimu ya majini ambayo kwa kiasi kikubwa imefungwa. Umoja wa Falme za Kiarabu na Korea Kusini zote ziliripoti mashambulizi dhidi ya meli zao katika njia hiyo siku ya Jumatatu. Wakati huo huo, moto mkubwa umezuka katika bandari muhimu ya mafuta ya Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya eneo hilo kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani kutoka Iran. Haya ni kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Maafisa wamesema raia 3 wa India walijeruhiwa katika shambulio hilo. Tukio hilo limejiri baada ya Wizara ya Ulinzi ya UAE kusema ilifanikiwa kuzuia makombora 3 yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran, huku kombora la 4 likiangukia baharini. Wizara ya mambo ya nje ya UAE hapo awali iliripoti kuwa meli ya mafuta iliyohusishwa na kampuni ya serikali ya mafuta ya ADNOC ilishambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. UAE imeelezea mashambulizi hayo kama hatari kubwa ya kuongezeka kwa mvutano. Runinga ya taifa ya Iran imenukuu afisa mmoja wa kijeshi ambaye hakutajwa jina akisema Iran haina mpango wa kuishambulia UAE. Kampuni ya usafirishaji wa Maersk imeambia BBC kwamba moja ya meli zake zenye bendera ya Marekani imefanikiwa kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya ulinzi wa jeshi la Marekani. Katika operesheni ambayo Donald Trump ameipa jina la Project Freedom, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema matukio katika mlango huo wa bahari yanaweka wazi kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa kisiasa, akiita jina aliyoipa rais wa Marekani wa Project Freedom kuwa Project Deadlock. Hapa waziri huyo akimaanisha kwamba hamna chochote kinachofaulu upande wa Marekani katika eneo hilo la Hormuz. Wakati huo huo, manahodha wa meli ambazo zinapitia eneo hilo la Hormuz wanasema kwamba usalama wao ndio kipaumbele. Ukiniuliza mimi kama nahodha, siwezi kuchukua hatari hiyo. Cha muhimu ni usalama wa wafanyikazi wangu, alafu usalama wa meli yangu. Kwa hiyo kama nahodha, kwa sasa siwezi kukubali hatari hiyo. Hakuna anayetoa uhakika wa 100% kwamba hakuna jambo mbaya litakalotokea. Mlango wa bahari huo muhimu wa Hormuz umeendelea kwa kiasi kikubwa kusalia kufungwa tangu Marekani na Israeli zilipoanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran mwezi Februari. Tehran ilijibu kwa kuzuia njia hiyo muhimu ya baharini ambayo kwa kawaida hupitisha 20% ya mafuta ya dunia na gesi asilia aina ya LNG. Ni taarifa yake Nasteha Mohamed. Urusi imetishia Ukraine kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa Kiev ikiwa vikosi vyake vitajaribu kuvuruga kumbukumbu ya siku ya ushindi wa vita vya pili vya dunia vya Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema itazingatia usitishaji vita upande mmoja wakati wa sherehe hizo. Wizara hiyo imetaka raia kuondoka Kiev mara moja ikiwa vikosi vya Ukraine havitafuata makubaliano hayo. Rais Volodymyr Zelensky anasema pendekezo hilo si la kuaminiwa. Usitishaji mapigano kwa siku moja, lakini kabla ya hapo amekuwa akiwaua watu wetu. Kwa kuangalia, kwa kweli hii si sawa. Leo Maefa, jana Dnipro, watu wamekufa na kujeruhiwa, watu wazima na watoto. Rais Volodymyr Zelensky anasisitiza pendekezo hilo sio lenye uzito na Kremlin inaogopa ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine zikivuma katika eneo la kihistoria la Red Square wakati wa maonyesho yake ya kila mwaka ya nguvu za kijeshi ambazo anadai tayari zimepunguzwa. Badala yake anapendekeza mapatano hayo yaanze leo Jumanne usiku. Kipindi hiki cha kiangazi itakuwa ni muda wa Putin kuamua nini kinafuata, kuendeleza vita ama kuchagua njia ya kidiplomasia, na lazima tumsukume kwenda kwenye diplomasia. Hawezi kuendelea kusambaza vita vya kijeshi na kurusha ndege zisizokuwa na rubani kila mahali. Ndege zisizo na rubani ama drone za Ukraine zimekuwa zikipenya zaidi ndani ya eneo la Urusi. Moja iligonga jengo moja huko Moscow Jumatatu asubuhi. Kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita amejiteua kuwa waziri wa ulinzi, akiongeza wadhifa huu muhimu kwenye nafasi yake ya sasa kama rais wa mpito. Taarifa zaidi na Florian Kaijage.
Hatua hiyo inafuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara katika mashambulio yaliyoratibiwa na wanamgambo wa Njie pamoja na waasi wa Tuareg wa kundi la FLA. Uamuzi wa Jenerali Assimi Goita kuongoza kwa wakati mmoja kuwa kiongozi wa nchi na pia kuwa waziri wa ulinzi huenda ikatafsiriwa kama jaribio la kuimarisha mamlaka yake, wakati ambapo uongozi wake unaonekana kutishwa. Baada ya kushindwa kukabidhi madaraka kwa raia kama alivyoahidi awali, upinzani ulimshutumu yeye pamoja na wanajeshi wake kwa kutoa mamlaka ya nchi bila uwajibikaji. Hata hivyo, wafuasi wa Jenerali Goita wanaeleza kuwa hatua yake ya hivi karibuni ni ya kimkakati, wakizingatia hali ya usalama inayozidi kutia wasiwasi kufuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi na wanajihadi pamoja na waasi wa Tuareg. Makundi hayo yenye silaha yamekuwa yakiongeza shinikizo dhidi ya vikosi vya serikali hadi kufikia kuteka miji muhimu na kuweka sehemu ya mzingiro katika mji mkuu Bamako. Ni taarifa ya Ponji kama ilivyowasilishwa hapo na Florian Kaijage. Lakini kwenye tovuti yetu, msikilizaji, unaweza pia ukaendelea kusoma taarifa mbalimbali ikiwemo hii. Je, kuna hatari ya Israel kuishambulia Uturuki? Lakini unajua nchi 7 ndogo zaidi duniani? Taarifa hiyo pia inapatikana hapo. Lakini BBC yafichua mbinu za matapeli wa Uganda wanaotumia mbwa kujipatia fedha kutoka kwa wapenda wanyama. Lakini moja kwa moja taarifa nyingi zinapatikana hapa. Marekani yashambulia boti 7 za Iran huko Hormuz. Taarifa hii ndio habari yetu kuu, lakini unaweza ukaisoma kwa kina zaidi katika tovuti yetu. Rais wa Mali Goita ajiteua kuwa waziri wa ulinzi. Taarifa hiyo umeisikia hapo. Lakini kilichojiri saa 24 zilizopita, vita vya Iran, taarifa hiyo imeweza kuandikwa hapo kwa urefu. Iran yashambulia UAE kwa drone na makombora 15. Taarifa hiyo pia inapatikana hapo. Unaweza tu kufungua tovuti yetu katika habari hapa, alafu kaenda kwenye moja kwa moja ukasoma taarifa zote kuhusiana na nini hasa kinajiri katika mzozo unaoendelea kule Mashariki ya Kati, hasa mashambulizi ya hivi sasa ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini ubingwa EPL utaamuliwa lini? Hebu tuende viwanjani na Florian Kaijage tufahamu hilo na mengine mengi. Twenzetu. Karibu Florian. Asante sana Skola Kisanga. Kama ulivyodokeza hapo, ligi kuu ya England imeendelea Jumatatu, yani jana, kwa michezo miwili iliyozikutanisha Chelsea dhidi ya Nottingham Forest na Everton waliowakaribisha Manchester City. Manchester City walipoteza alama 2 muhimu baada ya kutoka sare ya goli 3-3 na Everton, tena wakitoka nyuma baada ya Everton kuongoza 3-1. Sare hiyo imeleta auheni kubwa kwa Arsenal, the Gunners, wanaowania ubingwa wa kwanza wa EPL katika kipindi cha miaka 22 tangu mwaka 2004. Sasa kama unataka kujua mwaka 2004 ni mbali kiasi gani, fikiria rais wa Tanzania alikuwa Benjamin Mkapa, Kenya alikuwa Mwai Kibaki, Marekani George Bush, na Papa yule kule Vatican alikuwa Yohane Paulo wa pili. Miaka 22 iliyopita. Hakika. Binti anasumbua saizi wa baba mjini. Kwa nini nimekupeleka kwa mabinti? Sina maana mbaya. Sasa the Gunners watahitaji kushinda michezo yao mitatu iliyosalia na kufikisha alama 85 bila kujali matokeo ya City walio na michezo 4, na wakishinda yote watakuwa na alama 83. Katika mchezo mapema, Chelsea maarufu the Blues wasio na kocha mkuu kwa sasa walipigwa 3-1 na Forest. Hicho ni kipigo cha 6 mfululizo katika ligi kuu tangu Novemba 1993 na ni kipigo cha 4 mfululizo nyumbani Stamford Bridge tangu mwaka 1978. Goli la dakika za lala salama la Joao Pedro lilinusuru klabu hiyo kuchapwa kwa mara ya 6 mfululizo bila kufunga goli lolote katika historia yao tangu kuanzishwa mwaka 1905. Matokeo hayo kwa upande mwingine yameleta uheni kubwa kwa Forest inayopambana kuepuka kushuka daraja. Tukibakia katika soka hii leo, kuna mchezo mmoja wa marejeano hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya kati ya Arsenal na Atletico Madrid saa 4 usiku Afrika Mashariki. Sasa Arsenal watafikia hizi alama 85 hapa. Sasa huku kwa mechi zilizobaki. Sasa huku ni wapate ubingwa. Huku ni Champions League sasa. Nimehama kwenye ligi. EPL. Hapa sasa ni Ulaya, natafuta Ulaya. Okay. Arsenal ambao hawajawahi kutoa ubingwa huo wanawania kucheza finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2006. Nayo ni zamani kweli. Walipochapwa 2-1 na Barcelona ya kocha Mholanzi Frank Rijkaard. Mchezo wa mkondo wa kwanza juma lililopita huko Hispania ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Katika cricket, mchezaji Bowler Oli Robinson ana mawasiliano na kocha mkuu wa timu ya taifa ya England Brendan McCullum na mkurugenzi mwendeshaji Rob Key akiwa na matumaini ya kurejeshwa katika timu ya taifa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 alikichezea kikosi hicho michezo 20 kati ya 2001 na 2004 na 2024 na kushinda wicket 76, lakini baadaye alikosa fursa ya kucheza kutokana na kukosa utimamu wa
mwili tumalizie na usajili tetesi huko. Juventus Turin ya Italia imeweka mlinda lango wa Liverpool Alisson kwa kipaumbele cha usajili wao katika mwaka huu au katikati mwa mwaka huu. Raia wa Brazil mwenye umri wa miaka 33 anaingia katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake, ukipiga hapo majogoo wa Anfield. Na asante sana Florian Kaijage.